Niruhusu hapa ni kulete Kiziba Mkonga. Katika Kiziba Mkonga cha sasa, unaweza ukaanza ukiwa na miaka 30, ukashindwa ukiwa na miaka 33, ukaanza upya ukiwa na miaka 34, ukapitia magumu, ukajifunza na kuboreka zaidi, ukashindwa tena, ukapiga hatua, ukaanza tena ukiwa na miaka 44. Na bado ukafanikiwa. Mafanikio hayapimwi kwa umri wako, bali kwa ujasiri wako wa kuendelea kila unapoinuka baada ya kuanguka. Msikilizaji, kwenye Kiziba Mkonga cha siku ya leo, nisikilize kwa makini sana. Unaweza kuanza ukiwa na miaka 30, ukashindwa ukiwa na miaka 33, ukaanza upya ukiwa na miaka 34, ukapitia magumu, lakini katika yale magumu ukajifunza na kuboreka, ukaanza tena ukashindwa tena, ukapiga hatua, lakini ndiyo umejifunza baada ya kuanguka, ukapitia magumu, ukaboreka, ukaanza tena, ukashindwa, lakini hapo umepiga hatua, ukaanza tena ukiwa na miaka 44 na bado ukafanikiwa. Mafanikio hayapimwi kwa umri wako, bali kwa ujasiri wako wa kuendelea kila unapoinuka baada ya kuanguka. Na hiki kinanipatia nafasi, msikilizaji, kwenye Kiziba Mkonga cha siku ya leo nikupatie tu hadithi fupi. Napenda kusoma sana vitabu, na kuna kitabu ambacho nilikuwa nakisoma cha Abraham Lincoln. Kulingana na hadithi za mafanikio na hamasa, Abraham Lincoln alifeli au kushindwa katika maisha yake kwa namna ifuatavyo. Alipoteza chaguzi za siasa mara 8. Alifeli kwenye biashara mara 2. Na alipata mporomoko wa mawazo, akili, nervous breakdown mara 1 kabla ya kuwa rais wa 16 wa Marekani. Acha nikueleze hivi. Uchaguzi wa bunge la jimbo la mwaka 1833 alishindwa katika kugombea ubunge wa jimbo la Illinois. Biashara ya kwanza mwaka 1833, biashara yake ya kwanza hii, alifilisika na kuingia kwenye madeni. Alishindwa katika kuwania nafasi ya uspika mwaka 1838. Alishindwa kupata uteuzi wa kuwania ubunge mwaka 1843. Alishindwa katika uchaguzi wa kurudia nafasi mwaka 1848. Alikataliwa ombi lake la kupata kazi ya usimamizi wa ardhi mwaka 1849. Alishindwa mara 2 katika kuwania kiti cha seneta wa Marekani mwaka 1854 na 1858. Alikosa kura ya kutosha kupata uteuzi wa kugombea makamu rais mwaka 1856.
Kwa mahangaiko haya yote hayakumnyima fursa ya kuweza kuwa rais wa Marekani. Na ndio maana nikaanza kwa kusema kwamba unaweza kuanza ukiwa na miaka 30, ukashindwa ukiwa na miaka 33, ukaanza upya ukiwa na miaka 34, ukapitia magumu, ukajifunza na kuboreka, ukashindwa tena, ukashindwa tena, ukashindwa tena, ukapiga hatua, lakini ukaanza tena ukiwa na miaka 44 na bado ukafanikiwa. Mafanikio hayapimwi kwa umri wako, bali kwa ujasiri wako wa kuendelea kila unapoinuka baada ya kuanguka. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.